Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii na mimi nipate nafasi ya kuchangia katika hotuba nzuri ambayo ilitolewa na Mheshimiwa Rais wetu wakati akilifungua Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwanza kwa kukishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kukubali kuniteua mimi kupeperusha bendera kugombea nafasi ya ubunge katika jimbo letu la Ngara. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa vikao vyote vikubwa ambavyo vilifanya maamuzi ya kuweza kuniteua mimi. Naomba vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuru sana wananchi wenzangu wa jimbo la Ngara ambao waliona kabisa mimi natosha na wakanichagua kwa kura nyingi kuweza kuwa mbunge wa jimbo la Ngara. Na mimi naomba niendelee kuahidi kama nilivyoahidi katika kampeni kwamba nitakuwa mtumishi wao, siku zote nitafanya kazi kwa kuweza kuzingatia maslahi mapana ya wananchi wa jimbo la Ngara. Na hata Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kampeni alipokuja kunikabidhi ilani aliniambia, mwanangu, nenda akatumikia watu wa Ngara, wana imani kubwa sana na wewe. Na ile sauti ya Mheshimiwa Rais imekuwa akinirudia mara kwa mara. Kwa hiyo mimi naomba niwaahidi kwamba hicho ndicho nitakwenda kukifanya katika jimbo letu la Ngara. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mkubwa sana wa kishindo aliopata katika uchaguzi wetu uliopita wa mwaka 2025. Sisi watu wa Ngara tulikuwa tumejipanga na chama changu cha Mapinduzi tukiamini kwamba tunakwenda kuvunja rekodi ya kumpa kura nyingi Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini haikuwa hivyo, kwa sababu kumbe mengi ambayo ameyafanya katika jimbo letu la Ngara ameyafanya nchi nzima. Kwa hiyo majimbo mengi yamempigia kura nyingi Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo na sisi tunampongeza sana. Na kwa bahati nzuri miongoni mwa sifa ya kupiga kura ni uwe na umri wa kuanzia miaka 18. Sasa watu waliopiga kura wakiwa na umri wa miaka 18 wengi wana akili ya kuweza kujua yale ambayo amefanya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Ndiyo maana amepata ushindi wa kishindo Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba vile vile ni mpongezi Mheshimiwa Rais kwa uteuzi wa viongozi aliofanya hivi karibuni. Kwanza kwa kuteulia mawaziri ambao wanachapa kazi, mawaziri wanyenyekevu, mawaziri ambao ni wasikivu. Kila siku tukizunguka huku na kule, mawaziri wapo kazini, wanasikiliza shida za wananchi, wanatatua kero za wananchi, hasa wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye kwa muda mfupi ametuonyesha kwamba ni kwa namna gani ambavyo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepata msaidizi mzuri katika nafasi ya waziri mkuu. Kwa bahati nzuri nimepata nafasi ya kukaa na waziri mkuu katika vikao kadhaa. Ukimsikiliza anavyoongea, ukisikiliza maono yake, ukisikiliza thinking yake, unasema kweli Tanzania sasa tuna waziri mkuu ambaye atakwenda kutuvusha katika hiki kipindi. Mimi nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na viongozi wengine. Sisi kule katika jimbo letu la Ngara tunao wasaidizi ambao wanasaidia mawaziri. Tunaye mkuu wetu wa wilaya Matias Kahabi, Kanali, ambaye ametusaidia kuituliza wilaya yetu ya Ngara. Lakini vile vile tunaye mkurugenzi wetu Solomon Kimilike, ambaye naye amekuwa akisimamia vizuri fedha zinazoletwa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya miradi. Na mimi nilikuwa namuomba Waziri Mkuu, kama mkurugenzi wetu hawana fikra au hawana mpango wa kumpandisha cheo, basi atuachie pale pale Ngara, sisi watu wa Ngara kwa kazi naye. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini nimempongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan? Nimempongeza kwa sababu sisi katika jimbo letu la Ngara, wakati Rais Dr. Samia anaingia madarakani, kuna mambo mengi sana ambayo yamebadilika katika kipindi hiki cha miaka 4 peke yake. Mathalan, wakati anaingia kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa hivi 2025, ameshatupatia zaidi ya shilingi bilioni 81.2 ambazo zimetekeleza miradi mbalimbali, ikiwemo miradi ya maji, ikiwemo miradi ya elimu, ikiwemo miradi ya afya. Kwa mfano kwenye afya, wakati Rais Dr. Samia anaingia madarakani, sisi katika jimbo la Ngara tulikuwa tuna hospitali moja tu ya serikali ambayo ina hadhi ya wilaya. Lakini leo tunavyozungumza, ndani ya kipindi chake cha muda mfupi, sasa hivi wilaya ya Ngara ina hospitali 2 ambazo zina hadhi ya wilaya. Moja hospitali mpya ni ya Mbuba ambayo imejengwa zaidi ya shilingi bilioni 2 tayari zimeshatumika kwa ajili ya ujenzi wa ile hospitali. Kwa hiyo sasa hivi watu waliokuwa wanasafiri zaidi ya kilomita 200 kwenda katika hospitali ya Nyamiaga kupata huduma za afya, sasa hivi wanaenda kupata katika hospitali ya Mbuba ambayo ipo pale karibu. Lakini kwenye eneo la afya hakuishia hapo. Wakati anaingia Dr. Samia tulikuwa tuna vituo vya afya, vituo vya kutolea huduma za afya vilikuwa viko 53. Lakini sasa hivi tunavyozungumza vituo vya kutolea huduma za afya viko 69,
ambapo tuna hospitali tatu za wilaya, tuna vituo vya afya 5 pamoja na zahanati 45. Na sasa hivi uhakika wa kupata huduma za afya ni 85.6 kutoka kwenye 70.2 ya mwaka 2021. Lakini katika elimu, wakati Dr. Samia anaingia madarakani, sisi katika jimbo la Ngara tulikuwa tuna shule za msingi zilikuwa ziko 120. Sasa hivi tunavyozungumza 2026 ziko shule 127, shule za sekondari zilikuwa 25, sasa hivi ziko shule za sekondari 32. Lakini katika eneo la maji, wakati Dr. Samia anaingia madarakani, sisi maji mjini, upatikanaji wa maji ulikuwa ni 52%, na leo tunavyozungumza ni 74.6, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 2.6 zimeletwa na Dr. Samia katika kipindi chake cha miaka 4. Vijijini sasa hivi upatikanaji wa maji ni 72.8%, ambapo tumepokea zaidi ya shilingi bilioni 7.9 ndani ya kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika eneo la nishati, wakati Dr. Samia anaingia madarakani, tulikuwa na vitongoji ambavyo vina umeme vilikuwa viko 154 peke yake, lakini sasa hivi viko 191, vijiji vyote vina umeme, na juzi tumepata vitongoji vingine 54 ambavyo vitakwenda kuongeza huduma hii ya umeme. Yapo mambo mawili makubwa katika jimbo letu la Ngara. Sisi pale Ngara tuna mradi wa Kabanga Nickel, sasa hivi unaitwa Tembo Nickel. Sisi tangu tukiwa wadogo tumekuwa tukiona shughuli mbalimbali zinafanyika katika ule mradi, lakini ule mradi ulikuwa haujaanza rasmi. Leo hii tunavyozungumza, ndani ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, sasa hivi tunahakika kwamba ule mradi unakwenda kuanza na utakwenda kuingiza mabilioni kwa watu wa Ngara, watakwenda kunufaika. Kwa hiyo Dr. Samia Suluhu Hassan katika huu mradi wa Tembo Nickel anaenda kuacha legacy katika jimbo letu la Ngara, kwa sababu ni mradi ambao ndani ya kipindi cha muda mrefu ulikuwa haujaanza, lakini sasa unakwenda kuanza rasmi. Katika ilani ya uchaguzi 2025-2030 ya Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan ametuahidi kutujengea barabara ya Nyakahura, Rulenge mpaka Murugarama kwa kiwango cha lami. Na hata juzi nimeuliza swali hapa bungeni, Mheshimiwa Naibu Waziri amejibu kwamba mkandarasi amepatikana na fedha imepatikana, bado kwenda kumlipa malipo ya awali. Hiki kitu, na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi yuko hapa, ni kaka yangu mimi, amekuwa akinisaidia katika vitu vingi sana. Hiki kitu Mheshimiwa Ulega, kama mtakwenda kujenga barabara ya kiwango cha lami kutoka Nyakahura kupita Rulenge mpaka Murugarama, mtakuwa mmemsaidia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuacha legacy katika jimbo la Ngara, pamoja na mambo mengi ambayo ameyafanya, lakini hili nalo ni miongoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimezunguka nchi hii kwa mara 3 nchi nzima nikiangalia mambo mbalimbali ambayo yamefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Haya nimezungumza katika jimbo la Ngara, lakini yapo mengi ambayo yamefanyika katika ngazi ya taifa. Katika eneo la maji kuna miradi mingi imefanyika, katika eneo la elimu kuna miradi mingi imefanyika. Hayo ni kueleza tu kwa uchache. Waheshimiwa wabunge wenzangu wamezungumza. Lakini kwa kumalizia tu, katika eneo la habari, mimi ni mwanahabari kwa taaluma na ndo ajira yangu ya mwisho. Kabla ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, vyombo vya habari vilikuwa vina wakati mgumu sana. Kuna wakati mlikuwa mkiitwa TCRA kwenda kwenye kamati ya maudhui, mkienda mnajua mnaenda kufungiwa. Leo TCRA wanakuita, mnaenda mnakaa, wanakuambia tumefuatilia, umefanya mazuri haya, umefanya mazuri haya, umefanya mazuri haya. Juzi tumemsikia Mheshimiwa Waziri Makonda amezungumza kwamba anakwenda kufanya mpango online media wapate mikopo ya vitendea kazi waende kujiendeleza. Nyuma kumiliki online media ilikuwa ni kama muhalifu, lakini leo tunazungumza kwenda kuwawezesha kwa ajili ya kupata vitendea kazi. Asante sana Mheshimiwa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja. Asante.